Usiku wa saa 7, Amina alikuwa peke yake nyumbani. Ghafla alisikia mlango ukigongwa taratibu, tok, tok, tok. Aliuliza kwa sauti ndogo, "Ni nani?" Hakuna aliyemjibu. Baada ya dakika chache, sauti ilisikika tena, lakini safari hii ilitoka ndani ya chumba chake. "Ni mimi, fungua mlango." Lakini Amina aliishi peke yake. Mwisho ni follow, like, share na comment. Usiku ule, Amina alisimama kimya katikati ya chumba chake. Sauti ilisikika tena polepole, "Fungua mlango." Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Amina alikusanya ujasiri kidogo, akasogea polepole kuelekea kwenye kabati lililokuwa chumbani. Mkono wake ulitetemeka aliposhika kitasa cha mlango. Ghafla, mlango ulianza kufunguka wenyewe. Ndani ya kabati kulikuwa na giza tupu, lakini nyuma yake, Amina alisikia sauti ikinong'ona sikioni mwake, "Umechelewa." Mwisho, unataka part 3? Ni follow, like, share na kucomment. Amina aliganda pale pale. Mwili wake haukuweza kusogea. Sauti ile ilikuwa karibu sana sikioni mwake. Polepole, Amina aligeuza kichwa chake kutazama nyuma, lakini hakukuwa na mtu. Chumba kilikuwa kimya kabisa. Ghafla, taa ilianza kufifia, kuwaka, kufifia tena. Amina alikimbia kuelekea mlangoni ili atoke nje ya chumba, lakini alipofika mlangoni, mlango haukufunguka. Ndipo akasikia sauti ile tena nyuma yake, "Nilikuambia usifungue." Amina aligeuka polepole, na kwa mara ya kwanza akaona kivuli kikisimama nyuma yake. Kivuli kile kilikuwa kinafanana kabisa na yeye. Ni follow, like na share na comment kwa part 4. Hii ni Rayani African Stories. Amina alisimama akitetemeka. Kivuli kile kilisimama mbele yake kimya, kama kinamchunguza. Ghafla, kivuli kile kilianza kusogea pole pole kuelekea kwake. Kadiri kilivyokaribia, Amina aliona kitu cha kutisha zaidi. Kivuli kile hakikuwa tu kinafanana naye, kilikuwa kinaiga kila hatua yake. Amina alijaribu kusogea nyuma polepole, lakini kivuli kile kilisogea pia. Ndipo kivuli kile kilinyanyua mkono wake polepole na kuonyesha moja kwa moja kuelekea kabati. Halafu sauti ile ile ilisikika tena ndani ya chumba, kwa sauti ya baridi sana, "Bado kuna kitu ndani ya kabati." Moyo wa Amina ulianza kupiga kwa nguvu zaidi. Aligeuka polepole kulitazama kabati lile alilofungua muda mfupi uliopita. Kabati lilikuwa limefungwa tena, lakini safari hii mlango wake ulianza kugongwa kutoka ndani. Tok, tok, tok. Amina aligeuka tena kumtazama kivuli kile, lakini kivuli kile kilikuwa kimepotea. Na kabla hajafanya kitu, mlango wa kabati ulifunguka ghafla kwa nguvu. Ndani kulikuwa na giza tupu. Halafu mkono mweusi ulitoka polepole kutoka ndani ya kabati na kushika mlango. Ulitaka kujua nini kilikuwa ndani ya kabati? Follow, like, share na comment kwa part 5 na final. Na alisimama akitetemeka, akilitazama lile kabati lililokuwa wazi. Mkono ule mweusi ulikuwa bado umeshika mlango, ukisogea polepole kutoka ndani ya giza. Moyo wa Amina ulipiga kwa nguvu sana, lakini safari hii hakukimbia. Alikusanya ujasiri wake wote, akasogea polepole kuelekea kabatini.
Kila hatua aliyopiga ilionekana nzito kuliko kawaida. Alipofika karibu, mkono ule ulirudi polepole ndani ya giza, na kabla hajafikiria mara mbili, Amina aliingiza kichwa chake ndani ya kabati. Ndani hakukuwa na nguo, hakukuwa na kitu chochote. Ilikuwa ni giza lisilo na mwisho. Ghafla, kitu kilimvuta Amina kwa nguvu ndani ya kabati. Alipiga kelele, lakini sauti yake haikusikika nje. Mlango wa kabati ukajifunga kwa nguvu. Chumba kikawa kimya kabisa. Dakika chache baadaye, mlango wa kabati ulifunguka tena polepole. Amina akatoka nje. Lakini safari hii, macho yake hayakuwa ya kawaida. Uso wake haukuwa na hisia. Na alipotazama moja kwa moja mbele, alisema kwa sauti ya chini, "Nilikuambia, usifungue." Je, huyo bado ni Amina au kitu kingine? Follow, like, share, comment.